Majina naitwa Ado Shaibu, mbunge wa jimbo la Tunduru Kaskazini. Lakini pia katika medani za siasa mimi ni katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo. Naomba niseme mambo matatu. La kwanza, sisi ACT Wazalendo tuna idadi ya wabunge 8 katika bunge hili, wabunge 4 kutoka Zanzibar na wabunge 4 kutoka bara. Tuna ufahamu kwamba idadi hiyo ikijumlishwa na wabunge 3 wa chama cha Chauma na kufanya idadi ya wabunge wa kambi ya walio wachache kuwa 11 ni idadi ya chini zaidi katika historia ya mabunge ya vyama vingi tangu mfumo huo urejeshwe tena mwaka 1995. Kwa hilo tunalifahamu, na kwa upande mwingine tunafahamu kwamba ACT imeongeza ushiriki wake katika bunge hili, kwa sababu tukijikumbusha tulianza na mbunge mmoja mwaka 2015 na mwaka 2020 tulikuwa na wabunge 4 na sasa tuna wabunge 8. Kwa hiyo tunaingia na kushiriki katika bunge hili tukijua hali hiyo, tukijua ni hali ambayo itakuwa na changamoto kubwa, idadi yetu ni ndogo sana. Kwa hiyo hatujaingia katika bunge kutegemea ushindani wa idadi, tunaingia katika bunge kwa kutegemea ushindani wa hoja, na tunaamini tukijipanga vizuri, tukaleta hoja zetu vizuri, tukatanguliza maslahi ya wananchi wanaokandamizwa, wanaoonewa, tunaamini kwamba hoja zetu zitashinda, kwa sababu katika siasa wingi sio hoja, hoja ni uzito wa hoja yenyewe. Kwa hiyo sisi tuko tayari kwa mapambano ya hoja ndani ya bunge kuhakikisha kwamba bunge linatekeleza wajibu wake pasavyo na kuhakikisha kwamba maslahi ya wananchi yanazingatiwa katika bunge hili. Hilo ni la kwanza. Bunge limepata sehemu ya uongozi wake, kwa sababu bado hatuna naibu spika na bado hatuna wenyeviti wa bunge na viongozi wengine wa bunge. Ni mapema sana kuanza kusema tuna matarajio ya namna gani. Sisi tunamkopesha imani ndugu zungu, na mtihani wa kwanza tuliompa ni kupitia swali ambalo mimi nimeuliza, kwa sababu huko nje kuna vilio, watu hawajaridhishwa na uchaguzi uliofanyika, watu wanataka demokrasia, watu wameuawa, watu wamepoteza ndugu zao, watu wana machozi mengi, watu wamepoteza biashara zao, watu wamezulumiwa ushindi wao. Kwa hiyo watu wanalitazama bunge hili kwa jicho la umakini mkubwa sana, na kuona kama litakuwa ni bunge la matumaini kwa Watanzania ama litakuwa bunge la kuisifia na kuipongeza serikali. Na ndio maana tukamtupia swali kama bunge hili litakuwa na ajenda ya maboresho ya demokrasia nchini Tanzania, na kama mchakato wa katiba mpya utapata nafasi katika bunge hili. Tunashukuru kwamba amejenga msimamo kwamba bunge hili litakuwa bunge la haki za watu na kwamba mchakato wa katiba mpya utapewa nafasi. Sisi tunamkopesha imani ndugu zungu, itakuwa ni wajibu juu yake kuipokea imani hiyo ama kuidondosha. Sisi tutaingia bungeni kutazama mwenendo wa mambo. Imani ikiendelezwa, sisi tutatoa ushirikiano. Imani ikidondoshwa, tukiona kwamba bunge hili linatoka katika mstari, tutasimama imara kutetea sauti ya Watanzania ambao wametuamini. Asanteni sana. Labda kama kuna swali la nyongeza. Asante, tunashukuru sana.